Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa anaongea ufunuo mkubwa sana, mpaka nilikuwa na rekodi pale. Mama, Mungu akubariki sana. Sikiliza, Paulo anasema katika Warumi 8 mstari wa 12, ndio tumeokoka, lakini deni tulilonalo ni kuwa watu wa rohoni. Yaani jitahidi sana uwe mtu wa rohoni. Mpendwa, namna ya kusikia sauti ya Mungu ni ajabu sana. Yaani Mungu anaweza akaja akasema na wewe, alafu kaenda kumtafuta Mungu aseme na wewe, na anakwambia nimesema na wewe kunisikia. Shida ni mazoea. Leo nataka niongelee kuhusiana na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Moja ya jambo kubwa, kusudi kubwa ambalo Yesu alikuja kulifanya duniani, la kwanza kabisa ni wokovu. Tunapozungumzia kazi za Yesu alizokuja kuzifanya duniani, zipo nyingi sana. Ya kwanza, kutukomboa. Amen. Tumeona kwa ajili yetu mtoto alizaliwa, tumepewa mtoto mwanamume mwenye uwezo wa kifalme mabegani mwake, majina yake yameandikwa hapo, Isaya sura ya 9 mstari wa 6. Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, na kupitia yeye tumepata wokovu. Kwa hiyo kusudi kubwa la Yesu kuja duniani, pamoja na hayo yote ambayo tunakuja kuyaomba, magari, watoto, ndoa, hivyo vyote unaweza ukavipata nje ya Kristo. Ndio maana kuna watu wana magari lakini hawajaokoka. Kuna watu wana magorofa lakini hawajaokoka. Kwa hiyo gari, gorofa isikupe kuwa kitu cha kwanza kuja kwa Kristo. Na hii ndio inawafanya watu wengi ambao wako mijini, hasa Dar es Salaam huko, kwenda kanisani sio kwa lengo la kumpokea Yesu na kuishi na Yesu, wanafuata miujiza. Wasipopata miujiza wanaacha wokovu. Sio kusudi la Yesu. Hebu angalia wale ambao wanamuona Yesu kama mtume tu wa kawaida. Haya, chukua hiyo nafasi ya utume wa Yesu, alafu mfananishe na mitume wengine. Mitume wengine wote walioa, walifanya chochote. Yesu hakujishughulisha na chochote cha duniani. Alikuwa na kazi moja tu. Biblia inasema katika Luka 19 mstari wa 10, mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Mama alituambia wale wa mama wawili, mmoja akaiba mtoto wa mwenzake wakati wa usiku. Bwana Yesu asifiwe. Na hata huyu mwenye mtoto alipoamka kutafuta mtoto wake yuko wapi, anaangalia aliyepewa ni mwingine kafa. Kuangalia sura kwake, anakuja kugundua mtoto wake ndo aliokuwa mzima, lakini yuko upande wa adui, na hawezi akampata kirahisi, watapigana. Kwa itabidi sheria ifanyike, sheria ipite, itabidi waje kwa mfalme. Mimi na huyu mwanamke tulilala pamoja tukiwa na watoto wachanga. Tulipokuwa tumelala usiku, wakati nimelala, huyu mwenzangu mtoto wake alimlalia, alikufa. Kwa hiyo akamchukua mtoto wangu alikuwa hai, kamweka kwa wa kwake na kanipa wa kwake aliokuwa maiti. Wakagombana, hapana, sio ndio. Mfalme akataka kujua nani mwenye mtoto kwa kutafuta uchungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa moja ya kazi ya Yesu ambayo alikuja kuifanya duniani ni kutafuta mtoto wake. Mwenye mtoto ndio mwenye uchungu. Kwa hiyo jambo la kwanza kabisa ambalo tunatakiwa tupaswe tunapomfuata Yesu ni kwamba sisi tulikuwa watoto tuliopotelea gizani, tulioibiwa na mama wa kambo. Baba Mungu akubariki sana. Biblia inasema katika kitabu cha Waefeso sura ya 2 kuanzia mstari wa 11 mpaka hapo wa 14, anasema zamani zile kabla ya Kristo mlikuwa mmekufa. Kabla ya Kristo mlikuwa mmefarakana na jamii ya Mungu na jamii ya Israeli.
mmepata tumaini kupitia Kristo. Ndio maana furaha yetu ya kwanza sio ya kupata kitu. Furaha yetu ya kwanza inapaswa iwe kwa sababu umempata Yesu. Na ukijiwekea maisha yako hivyo, utakuwa ni mtu mwenye furaha wakati wowote. Ndio maana Paulo katika Wafilipi sura ya 4 mstari wa 4 mpaka wa 6 yupo gerezani, sehemu ambayo ilitakiwa anung'unike, lakini kwa sababu anajua furaha ya kwanza ni kumpata Kristo, anafurahi na anawaambia wenzake. Hebu angalia, mtu alikuwepo gerezani anawaambia walikuwepo nje, furahini katika Bwana. Tena anasema siku zote furahini. Kwa nini anafurahi wakati maisha ni magumu? Chanzo cha furaha yake ni Kristo. Kumpata Kristo ni moja ya furaha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo maisha ya wokovu yana gharama kubwa sana mpendwa. Ndio maana likaja kuandikwa Agano Jipya. Tumeingia katika Agano Jipya kupitia damu ya Yesu. Ndio maana hata alipokuwa na wanafunzi wake ile jioni, Biblia inasema alitoa mkate, akaumega, akawapa wanafunzi wake wale. Baada ya kula akatoa kikombe, akasema, mkate huu ni mwili wangu ambao unatolewa kwa ajili yenu. Baada ya kula akatoa kikombe, akasema, kikombe hiki ni Agano Jipya la damu yangu itakaomwagika kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la tunapata msamaha wa dhambi kupitia damu ya Yesu. Ndio maana hata kama mtu anafanya mambo makubwa kiasi gani kwa Mungu, Mungu akiona huyu mtu anajibidisha katika sadaka, huyu mtu anajibidisha katika kuomba, lakini hajaokoka, hawezi akamruhusu afe mpaka aokoke, mpaka ampokee Yesu. Tunawakuta kina Kornelio. Sasa ndio tumeokoka. Tunaokokaje? Tunaokoka kwa imani. Biblia inasema ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako kwamba Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Kwa sababu kwa kinywa mtu ukiri hata kupata wokovu, na kwa moyo mtu hata uamini hata kupata haki. Sasa ndio tumeokoka, ndio tumeamini, lakini tuko katika mwili na Mungu ni roho. Tutapataje mambo ya kiroho? Ndo nafasi ya pili ambayo Yesu amekuja kuileta kwetu, Roho Mtakatifu. Nataka leo niongelee hilo eneo na baadaye tutaenda kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu ni nani? Roho Mtakatifu ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tunapozungumzia Mungu, tunamzungumzia Mungu mmoja ambaye yuko katika nafsi tatu. Ingawa leo kuna mambo mengi sana ya utaalamu na ujanja kufanya watu wataalamu na Biblia, hata kama tukienda wapi, bado neno la Mungu litakuwa limeondoka. Mungu anaposema katika kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26, na tufanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Kwa nini asiseme nifanye mtu kwa sura yangu? Kwa nini anasema kwa mfano wetu? Maana yake anazungumzia yeye katika utatu wake mtakatifu, akiwa Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa nini asiseme nifanye mtu kwa sura yangu? Anasema na tufanye mtu kwa sura yetu na mfano wetu, akiwa anamwakilisha Mwana ambaye amekuja kama neno. Na tunaona mstari wa pili hiyo Mwanzo 1 anasema Roho wa Mungu akatulia juu ya uso wa vilindi vya maji. Kwa hiyo Roho wa Mungu alikuwepo tokea hapo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nafsi ya kwanza ya Baba ambaye anajifunua kama Elohim, amejifunua katika uumbaji. Yeye ndio Baba wa muumba, ndio aliomba kila kitu. Na kama kusingekuwa na dhambi, basi Bwana Yesu asingekuja katika mwili, kwa sababu kama alivyosema kwamba yeye na Baba ni umoja, wakati Baba anaumba, Roho wa Mungu alikuwepo hapo na Mwana alikuwepo hapo. Lakini kazi ya Baba ilipokamilika, na wakati ameweka ile Sabato kwamba siku ya saba sasa ni siku ya kustarehe, kwa sababu ya kazi yote ambayo ameifanya, tayari ameweka mwanadamu akiwa Mungu kwenye dunia hii. Dunia ilikuwa ni paradiso kabla ya dhambi haijaingia. Sisi tusingekufa. Baada ya uasi kuingia, baada ya uovu kuingia, baada ya mama wa kambo kuja kumchukua mtoto wa mwenzake, Bwana Yesu asifiwe, ndipo mwenye mtoto sasa akaja kama binadamu.
ndio itabidi huyu Mungu aje kama binadamu tena. Ukisoma Yohana sura ya kwanza mstari wa 14 anasema naye neno akatoa mwili. Neno akatoa nini? Akatoa mwili. Kwa hiyo huyu Mungu angekuja kama Mungu katika sura yake na umbo lake, asingesimama mtu yeyote kumfuata, kwa sababu yeye ni moto ulao. Ukisoma kitabu cha Kutoka sura ya 19, wakati anashuka kwenye mlima Sinai, Biblia inasema mlima wote ulikuwa unawaka moto. Yaani hakuna mtu mwenye uwezo wa kumkaribia Mungu akija katika utukufu wake. Naelewa jamani? Na kwa sababu lengo lake ni kuja kumtafuta mtoto wake aliyepotea, kwa hiyo itabidi aje kama binadamu. Ndio maana wakati malaika Gabriel anatumwa kwa Mariamu, anaambiwa Mariamu kwamba umepata neema kwa Mungu, utachukua mimba, utazaa mtoto wa kiume. Mariamu anasema mbona mimi sijapita kwenye hizo taratibu za kibinadamu, nitawezaje kuzaa? Anaambiwa wewe umepata neema kwa Mungu, yaani mbingu imekuchagua katika wanawake. Ni neema sio ya kawaida. Utapokea uwezo wa Roho Mtakatifu, utachukua mimba, utazaa mtoto na jina lake ataitwa Yesu. Huyo ndio atakayewakomboa watu wake na dhambi zao. Mungu anakuja katika mwili, na tunapata ukombozi sasa kupitia mwili wake. Tunaitwa tumeokoka, tunaitwa walokole, tunaitwa Wakristo sawa, lakini huyu aliyetuokoa yeye ni Roho. Yohana sura ya 3, sura ya 4 mstari wa 23 na 24, Biblia inatuambia saa inakuja, nayo sasa ipo, ambayo waabudu halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Mungu awabariki sana watumishi wa Mungu mnaotongoza kwa Mungu. Na ninaomba yani wakati nimeimba ninatamani hata kuwekea mikono. Mungu anatafuta, anasema saa inakuja, nayo sasa ipo, ambayo waabudu halisi. Kwa nini anasema waabudu halisi? Yaani watu wengi wanaabudu lakini si halisi. Anasema watamwabudu Baba katika roho na kweli. Mungu ni roho. Kwa nini tunatakiwa tumaanishe Mungu ni roho? Wao wanaomwabudu yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Nataka Mungu anisaidie leo nifundishe kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Ili upate notes za kuandika. Wakati mwingine mahubiri ni mazuri lakini yanakusisimua, na kama hujapata pointi tako, nataka upate kitu cha kuandika ili uone faida ya kuwa Mkristo. Utofauti uliokuwepo kati ya Mkristo na asiyekuwa Mkristo ni Roho Mtakatifu. Weka hiyo pointi. Ndio maana Warumi sura ya 8 mstari wa 9 anasema mtu yote asiyekuwa na roho wa Kristo huyo sio wake. Utofauti kati ya Mkristo na asiyekuwa Mkristo sio kulitaja jina la Yesu, ni Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Yesu Mungu Baba alipokuja katika nafasi ya mwana, Biblia inatuambia katika Yohana 3:18, hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wowote. Mungu mwana pekee, hapo anatajwa Mungu mwana pekee aliye katika kifua cha Baba, huyu ndio aliyemfunua. Kwa hiyo Mungu amekuja katika mwili. Yohana 14 mstari wa 9, wanajaribu kumsumbua. Sasa wewe mbona tunakuona utuoneshe Baba? Akasema hivi siku zote niko na nia amnioni, aliyeniona mimi amemwona Baba. Nasemaje Filipo tuoneshe Baba? Lakini nimekuja kwa nafasi nyingine. Yaani mtu anaweza akawa dokta lakini akawa mwalimu, ni dokta yule yule. Akisimama kwenye walimu anafundisha, akisimama kwenye udokta hawajui kwamba mimi ni dokta. Niambie ugonjwa wako. Mimi ndio yule yule, nimekuja kwenye kitengo kingine. Msipoamini, aminini kazi zangu. Amemaliza kutukomboa, tumekombolewa. Na kuna thamani kubwa sana kujua kazi ya Roho Mtakatifu. Hebu acha tusome neno moja ili uone kuna umuhimu wa Roho Mtakatifu. Kitabu cha Yohana sura 16. Yohana sura 16. Yohana Mtakatifu sura 16.